Ni maisha kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu hichi. Jana mlikuwa mnaangalia hapa kichwa. Hatutaki kutawaliwa na kichwa chochote isipokuwa cha Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika kanisa pia tunatawaliwa na kichwa cha Yesu Kristo ambacho na sisi kanisa tuna ushiriki kwa kichwa. Amen. Leo tunaangalia mwanzo wa mwanzilishi. Amen. Tuombe. Mungu wetu mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendo wako. Asante kwa kutupatia madini wiki hii ya namna gani ambavyo tunaweza tukauona ukuu wako. Yaani kumbe sisi tunaweza tukawa kichwa, lakini katika wewe Yesu Kristo tunaweza kuvitiisha vitu vyote vya hapa duniani katika wewe, kama ambavyo Baba pia amekukaimisha. Ni ombi letu kwamba utakupatia pia na leo picha nyingine kuweza kuangalia mwanzo, yani wewe kwa mwanzilishi. Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Naona unapenda kuwa kichwa wewe, eh? Nimeona umeshabikia sana somo la jana, na kwa kweli mimi mwenyewe nilibarikiwa kwamba kumbe mimi sio mkia na sistahili kuwa mkia katika Kristo Yesu. Ukiingia ndani ya Kristo Yesu wewe kichwa tayari. Wewe umejitisha kwa Kristo Yesu tayari. Wewe ni kichwa. Hata wanyama wanatambua kuna Bwana, tumemwona Bwana hapo ndani. Mwanzo na mwanzilishi. Tunazungumzia bado jinsi ambavyo katika Kristo Yesu mbingu na nchi zimeungana. Mungu asiyeonekana anaonekana. Viumbe vyote vinaanzishwa ndani yake. Na ndio somo la leo. Hii ni mwanzo na mwanzilishi. Twende katika Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 18. Wakolosai ya kwanza sura ya 18 inasema, naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa, naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Haya. Wewe unaielewaje hiyo? Mzaliwa wa kwanza katika wafu. Na mbele. Awe mtangulizi wa yote. Awe mtangulizi katika yote. Mwanzo. Kwa hiyo ana mwanzo. Ana mwanzo. Yaani maisha yake yanaanza na A, B, C kama sisi ambavyo tunaanza A, B, C. Hapana. Yeye ndio huo mwanzo. Wewe unaogopa, lakini unajua unaogopa. Yesu anasema mimi ni Alfa na Omega. Kama umeshaziona herufi zote huko, anasema mimi ni Alfa na mimi ndio Omega. Sasa hiyo lugha inamaanisha nini? Yeye ni mwanzo, chanzo. Mungu Baba ndio mwanzo. Mungu Baba ndio chanzo. Kristo anatoka kwa Baba. Lakini mbingu na nchi vinavyoonekana na visivyoonekana vinavyotoka kwa Baba ambaye ni chanzo vinaanzishwa, maana vyote hivi vina mwanzo, vinaanzishwa na huyu mwana anayetoka kwa Baba. Yaani mwana anapoanzisha hivi vyote sio kwa mamlaka yake, ni aliyopewa na Baba yake, kwa hekima aliyopewa na Baba yake. Ni neno linalotoka kwenye wazo la Mungu. Sawa. Yaani Mungu kama anawaza, yeye analisema, afu vinakuwa. Kwa hiyo mwanzo inamaanisha ni nini? Ni mwanzo wa uanzilishi. Ili mbingu na nchi zitokee, ni neno. Ni wazo lifanyike neno. Sawa. Ni Baba amtume mwana. Sasa uumbaji wa kwanza ndivyo ulivyoanza. Baba anawaza, akinena vinafanyika, vinavyoonekana na visivyoonekana. Lakini Mwanzo sura ya 3 inaonyesha kwamba
viliharibika. Yaani uumbaji uliparakanyika, ulitengana, uliingia katika mapungufu, hayakukamilika, hayakushikana. Maana jana tulizungumza kwamba vitu vyote vinashikana katika yeye. Yaani hekima, logos, ndio inayofanya ndoa iwe ndoa, familia iwe familia, mataifa yashikamane pamoja. Hekima ya Mungu. Kwa hiyo Adamu alipokataa maarifa ya Mungu, akatafuta kujichagulia mwenyewe, wakaanza kugombana wako wao, wakaanza kushindania kudefine mema ni yapi na mabaya ni yapi. Kaini anaona kabisa huyu ambaye anakubaliwa na Mungu, nikimwondoa mimi ndio tukubaliwa. Anachukulia kama ni mema, lakini ni mabaya kwa mwenzake. Kwa hiyo familia za dunia zikaparakanyika. Kwa hiyo kuna haja ya uumbaji mpya. Na nani anayeweza kuleta uumbaji mpya? Ule mwanzo ulioleta uumbaji ule wa zamani ulioharibika, ilibidi ufanyike tena. Yaani Mungu amtume mwanawe tena. Ili alete uumbaji mpya, ilibidi hii hekima ya Mungu ifanyike upumbavu. Wakorintho wa pili sura ya 2. Sawa? Hilo neno lifanyike mwili, hekima ya Mungu ifanyike upumbavu, uweza wa Mungu ufanyike unyonge wake pale msalabani, afe. Lakini kumbe katika kufa ndipo alikuwa anamaliza. Unajua mtu jana alikuwa anazungumza, yani unaweza kupata ajali, sio? Katwa kichwa, alafu katembea unaongea, lakini mwishoni yani unaendelea kwenye process za kufa. Adamu alipotenda dhambi, uumbaji ulianza kutengana na Muumba, ulianza kufa pale. Pale msalabani Kristo alikuja ili kuumalizia. Aliposema imekwisha, alipokata roho, ndio ukao umekwisha uumbaji. Wakorintho wa pili sura ya 2 anasema, yani wale waliomuua Yesu wangelijua kwamba madaraka yao ndio yamezima pale, wasingemsulubisha. Sasa ili afanyike mwanzilishi wa uumbaji mpya, Baba akamfufua mwana, akamtoa kwa wafu. Kwa hiyo Kristo anapokuwa ni mzaliwa wa kwanza wa wafu, inamaanisha ni mwanzilishi wa uumbaji mpya. Sema kitu. Yaani naona namna gani ambavyo kumbe kupitia Yesu Kristo vitu vyote ambavyo tuseme katuonyesha katika uhai, katika kutoa uhai, uzima, lakini pia katika kukomesha pia hata nini, hata dhambi. Ili kwa lugha nyingine niseme yeye ni muasisi wa uhai katika nyakati zote hizi mbili. Kwanza kupitia yeye kuumba kwa dunia, lakini hata dhambi ilipoingia akakomesha dhambi, akatoa tena uhai watu ambao wote wanaomwamini kupitia yeye, ambao wanakufa wanakuwa hai sasa kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo niseme ni chanzo cha yule uhai, na anautoa chanzo kutoka kwa Baba. Ni mwanzilishi wa uumbaji wa zamani ambao ulienda kombo, na huu mpya pia, na huu uumbaji wa pili. Na tunaushiriki vipi uumbaji wa pili? Anaposema mzaliwa wa kwanza wa viumbe vipi, na sisi tunashiriki vipi uumbaji huu mpya upande wa pili wa mauti? Warumi sura ya 9 ndio tunamalizia hapa. Anasema 3:6-3, anasema Warumi 6:3, anasema mfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Rafiki yangu, haya ndio maneno yenyewe. Yesu amezaliwa, uumbaji mpya umeanzishwa, na wanaompokea Kristo Yesu kwa njia ya imani na ubatizo wanashiriki mauti ya uumbaji wa zamani na wanashiriki mwanzo wa uumbaji mpya. Karibu kwenye uumbaji mpya, karibu kwenye uumbaji mpya. Tunaomba. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo, mzaliwa
wa kwanza wa uumbaji mpya. Jina lako litukuzwe, kwa kuwa katika yeye tunaanzishwa, shirikishwa utukufu na uzima upande wa pili wa mauti. Na mwenzetu ambaye pia anashiriki imani hii kambariki, na yule ambaye anasita ameshikilia uumbaji wa zamani na tamaa zake na mambo yake, maisha yake na yale mambo ya uasi na kwenda na hekima yake, sasa anachagua Kristo na New World Order katika Kristo Yesu. Baba, kampokee kwa njia ya imani, kamumshirikishe ubatizo wa Kristo, na yeye kamuingize katika upande huu wa uumbaji mpya ndani ya Kristo Yesu, tangu sasa na hata milele, kwa jina la Yesu, amen. Asante sana ndugu mtazamaji, tumefikia tamati leo somo la Jumatano ambalo lilikuwa linasema mwanzo, yani mwanzilishi. Sasa tunaingia katika somo la siku ya Alhamisi. Tunaingia katika Alhamisi. Alhamisi yenyewe kuvipatanisha vitu vyote. Yes. Karibu sana. Mimi ni Binza. Na mimi ni Enos Makalindile. Tunakaribisha